Nataka kuchukua hii nafasi niwasalimie nyote ambao mnanisikiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Overseer Elias Gitonga, na siku ya leo ninataka kufundisha neno ambalo ninaamini ya kwamba litakuwa msaada mkubwa sana kwako. Na leo ninataka niongee juu ya kujiangalia usiambukizwe roho ya kuwashukia watumishi wa Mungu. Kuna watu wako na roho ya kuwashukia watumishi wa Mungu, na kuna mtu kama huyo anaweza kushukia tu akisikia ya kwamba unamtumikia Mungu. Ukimwambia tu mimi ni pastor, anakushukia tu bila sababu. Hakuna jambo ulimfanyia, lakini anakushukia tu bila sababu. Akisikia ya kwamba wewe ni mhubiri, akisikia ya kwamba wewe ni mtu wa kanisa, anakushukia tu bila sababu. Na Daudi alikuwa mtumishi wa Mungu, kwa sababu Mungu alisema ya kwamba alipokuwa anamwahidi, alimwambia ya kwamba nikakutoa kwenye ile hali ya kufuatana na mbuzi na kondoo physical, na ili uwashuke watu wangu Israeli. Na kwa hivyo Daudi alikuwa mchungaji wa watu wa Israeli, wa watu wa Mungu, na pia alikuwa mchungaji, na pia alikuwa mfalme. Na kuna mahali alisema in the book of Psalms chapter 69 and verses 4, akasema ya kwamba wanaonishukia bure ni wengi kuliko nywele za kichwa changu. They that hate me without cause ni wengi kuliko nywele za kichwa changu. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu unayenisikia, ninataka nikwambie ya kwamba watumishi wa Mungu wako na maadui. Hii ofisi ya kumtumikia Mungu iko na maadui, na kuna watu ambao hawawezi kukushukia as long as haujaingia kwenye hii ofisi ya kuitwa mtumishi. Lakini ukiingia tu kwenye ofisi ya kuwa mtumishi, maadui wana multiply, wanaanza kumultiply, wanaanza kuwa wengi. Unakuta ya kwamba kuna mtu anakushukia tu without cause. Hakuna jambo ulimfanyia, hata mwingine hakujui, hata mwingine hajawahi kukuona, lakini kwa sababu tu ya kuwa mtumishi wa Mungu, he or she hate you with passion. Na kwa hivyo Daudi akasema ya kwamba them that hate me without cause ni wengi kuliko nywele za kichwa changu. Kwa hivyo kama unaweza hesabu nywele za kichwa chako, utajua wale ambao walikuwa wamemshukia Daudi without cause walikuwa wangapi. Kwa hivyo walikuwa ni watu ambao hawawezi hesabika. Na vile unaendelea kuwa mtu ambaye ako juu, vile unaendelea kuinuliwa na Mungu, watu ambao
uko na kibali na wao wakiongezeka, maadui huwa wanaongezeka. Kwa hivyo nyinyi watumishi ambao mnanisikia, watu ambao wako nyuma yako wakiongezeka, maadui nao wanaongezeka. Ukiwa na watu wachache, maadui ni wachache. Ukiwa na watu wachache ambao wanakupenda, maadui nao ni wachache. Ukiwa na watu wengi ambao wanakufuata na wanakupenda, pia maadui ni wengi. Kwa hivyo Daudi alikuwa na kibali na watu wengi, nao maadui walikuwa wengi kuliko nywele za kichwa chake, ambao walikuwa wanamtafuta wamwangamize kabisa. Na neno lingine ambalo tunaweza liona in the book of Psalms chapter 3. Daudi akiongea hapa Psalms chapter 3 and verses 1. Daudi akasema Bwana alikuwa analilia Mungu kwa sababu ya maadui. Akasema Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi. Kwa hivyo akasema ya kwamba maadui wangu wamezidi kuwa wengi. Na kwa hivyo wewe ambaye unaomba uinuliwe, mtumishi wa Mungu, ninataka nikuambie ya kwamba maadui wako watazidi kuwa wengi. Watu wa kukushukia bure watazidi kuwa wengi. Vile unainuliwa, vile kichwa chako kimeinuka, vile umeinuka unaonekana na kila mtu, mimi nataka nikwambia kwamba watesi wako watazidi kuwa wengi. Ni wengi wanaonishambulia. Kama siku ya leo watumishi ambao wanashambuliwa ni wale ambao wameinuka, ni wale ambao wako juu, ni wale ambao wanasikika, ni wale ambao wanaonekana. Inawezekana sisi ambao hatusikiki sana, sisi ambao tuko chini, kufikiwa na maadui kama hao ni gumu. Lakini mtu yeyote ambaye anasikika, huwa tunasema celeb, anashambuliwa dunia nzima. Ukijulikana dunia nzima, nao maadui watakushambulia dunia nzima, na vita yako itasikika dunia nzima. Ukijulikana tu Kenya, vita yako haitapita Kenya, na maadui wako watakuwa Kenya tu. Kwa hivyo akasema ya kwamba ni wengi wanaonishambulia. Kwa hivyo wewe mtumishi unayeshambuliwa, ujue unashambuliwa kwa sababu uko juu. Ni wengi wanaoniambia nafsi yangu hana wokovu huyu kwa Mungu. Maadui hivyo ndivyo wanasema. Na kuna adui mmoja wa kanisa na wa watu wa Mungu, nilisikia akisema ya kwamba siku hizi hakuna watumishi kama Elijah ambao walikuwa wanaitisha moto kutoka mbinguni. Na kwa hivyo akasema ya kwamba siku hizi hata hakuna watu wamepakwa wako na mafuta ya Mungu ambao tunaweza sema ya kwamba touch not the anointed. Akasema ya kwamba you will touch them and continue with life, ya kwamba utawaguza, utawaonyesha kidole na maisha yako itaenda kama kawaida. Naye Daudi alisema ya kwamba mstari wa pili, ni wengi wanaoniambia nafsi yangu, ni wengi wanaoniambia hana wokovu huyu kwa Mungu. Ati uyu Ngai ndangĩmũhonokia, uyu Ngai ndangĩmũrũĩrĩra, ona tũngĩmũkĩrĩra atĩa, Ngai ndangĩmũrũĩrĩra, Ngai ndangĩrũa mbara ciake. Daudi alikuwa anaambiwa hivyo, mstari wa pili. Na mstari wa tatu Daudi akasema, na wewe Bwana ngao yangu pande zote. Ati we Ngai niwe ngo yakwa ya kũnjikara mĩena yothe. Noguo nĩguo ndĩrenda ndĩmwĩre ndungata cia Ngai ati Ngai niwe ngo yanyu ya kũmũikara mĩena yothe. Ngai nĩ ngo yanyu ya kũmũikara mĩena yothe. Nĩ akũblock mĩguĩ, nĩ akũblock mĩario ĩhana mĩguĩ, mũtikamake.
mutigetigire. Mungu ni ngao yetu pande zote. Ngai nĩ ngao itũ mĩena yothe ya gũtũikara mĩena yothe. He hĩndĩ Ngai acagũraga tu gũtuĩka ngao itũ, akareka mĩguĩ ĩikio, no akarũgama mbere yaku ta ngo. Kwĩ hĩndĩ angĩrũgama mbere yaku arũe mbara, no kwĩ hĩndĩ angĩrũgama mbere yaku ta ngo. Na nĩ njũĩ nĩ amũgitĩrĩte, nĩ arũgamĩte mbere yanyu ta ngo, na nĩkĩo mũtakinyĩrĩtwo nĩ mĩguĩ ya thũ. Akasema, na wewe Bwana ngao yangu pande zote, utukufu wangu na muinua kichwa changu. Mimi nataka niwaambie ya kwamba mkiona mtumishi ako na utukufu, utukufu huo umetoka kwa Mungu. Na kama ni mtu amekupatia utukufu, anaweza kukumalizia utukufu. Kama ni mtu ameinua kichwa chako, anaweza rudisha kichwa chako chini. Lakini kama utukufu wako umetoka kwa Mungu, hakuna mtu anaweza kukumalizia utukufu. Kama ni Mungu ameinua kichwa chako, hakuna adui anaweza kurudisha kichwa chako chini. Hata watesi wakiwa wengi, hata maadui wakiwa wengi, hawawezi rudisha kichwa chako chini. Inywe ndungata cia Ngai, akorwo nĩ Ngai ũmwambararĩtie, gũtirĩ thũ ĩngĩhota kũmũcokia na thĩ. Mũndũ Ngai ambararĩtie ndangĩcokeka thĩ. Ona andũ mangĩmũkĩrĩra, ona mbara ingĩingĩha atĩa, ndangĩcokeka thĩ. Nataka niwaambie watumishi wa Mungu, Mungu ndiye utukufu wenu. Utukufu ambao mko nao, hata mkiendelea kupigwa, utukufu utazidi kuongezeka. Na vichwa vyenu vitaendelea kuinuka. Nyinyi endeleeni kuhubiri. Zidini kuhubiri. Zidini kufanya makruseti Kenya na nje ya Kenya. Mungu ndiye utukufu wenu na ndiye muinua vichwa vyenu. Biblia inaendelea kusema mstari wa 5 inasema ya kwamba nalijilaza nikalala usingizi nikaamuka. Kwa hivyo maadui wasikukoseshe usingizi. Ndũkagithio toro nĩ thũ. Ihinda rĩgũkinya Ngai acihorie ta mwaki wa mĩigua. Daudi augire handũ hangĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Psalms, Psalms 118, Psalms 118, akasema mstari ambao uko hapo in Psalms 118. Naona ni vizuri tusome hapo uone vile ambavyo maadui wako watafanyiwa na Mungu. Daudi akasema Psalms 118 and verses verse 7. Tuanze verse 7. Bible inasema ya kwamba Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hivyo nitawaona wanaonishukia wameshindwa. Mtumishi wa Mungu, utaona wale ambao wamekushukia, wanaokuinukia wakishindwa katika jina la Yesu. Na Biblia inasema mstari wa 12, walinizunguka kama nyuki ate mandigicĩirie ta njũkĩ. Walinizunguka kama nyuki, walizimika kama moto wa mibani. Ate mandigicĩirie ta njũkĩ, rĩu nĩ ahorie ta mwaki wa mĩigua. Kwĩ handũ ha gũkinya thũ icio igũkĩrĩire na mĩena yothe ta njũkĩ, icio ikũrigicĩirie ta njũkĩ, Ngai acihorie ta mwaki wa mĩigua. Ũguo nĩguo Ngai ekaga kũrĩ ndungata ciake. Kwĩ handũ ha gũkinya thũ icio mũraigua cigĩthonja ta thonjo, mwage gũcigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Guo Ngai witũ akũrathime. Nĩ niĩ waku Overseer Elias Gitonga wa kanitha wa CFA.
God bless you. God bless you.